George Job. Naam. Habari ya kwako? Salama. Habari ya Tanga? Alhamdulillah, nzuri. Unajisikiaje kwa Tanga? Najisikia faraja. Najisikia faraja kwa sababu nilikuwepo hapa miaka miwili mitatu iliyopita kwenye tuzo za TFF. Mara hii nimekuja kwa ajili ya kusupport wenzangu ambao nao wamekuwa ni support mara zote. Yeah. Sawa, George, mimi nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na msimu ambao umetamatika 25-26. Kwako kama mchambuzi wa masuala ya kabumbu, ulikuwa unautazama kwa jicho la kichambuzi, ulikuwa msimu wa namna gani? Kimpira ulikuwa ni msimu wenye kupanda na kushuka, lakini kiratiba haukuwa msimu mzuri sana kwa sababu kulikuwa na kusimama kiasi kwa ligi ambako kumepelekea ligi yetu kuchelewa kutamatika, lakini overall nadhani ulikuwa ni msimu ambao uko katika wastani wa kawaida. Haukuwa wa ushindani mkubwa sana na wala haukufikia matarajio makubwa ambayo mimi nilikuwa natarajia kwa msimu huu. Unatarajia kitu gani hasa ambacho hakikutokea? Nilikuwa natarajia mpangilio mzuri wa ratiba, nilikuwa natarajia ushindani mkubwa zaidi, lakini haukufikia huko. Of course ilikuwa ni lazima apatikane bingwa. Mpishano wa pointi sio mkubwa, mwingine anaweza akasema labda bingwa kapatikana mpaka kwenye mechi ya mwisho, lakini nadhani kama nao Yanga angekuwa makini ambao ndo mabingwa mzunguko wa kwanza walikuwa wameshasogea mbali kiasi, kwa hiyo na wao walivyoanza kuangusha pasi na mpangilio nadhani ndo kaleta huo karibu, lakini so far haukuwa msimu wenye ushindani sana kama ambavyo unaweza kuzungumzwa. Unatamani kitu gani kiongezeke kuelekea msimu mpya? Maboresho ya ratiba cha kwanza, kwa sababu tunaelekea kwenye msimu ambao tutakuwa tunaandaa AFCON, na uzuri AFCON haingii katikati mwa msimu, kwa inaenda mwishoni mwa msimu, kwa maana kwamba ligi itakuwa imeshafu ndio ende AFCON. So na taraji tutamaliza mapema kwa sababu pia naona tarehe ya kwanza kwa ligi inaanza mapema. Kwa hiyo tunataraji itakuwa na ratiba ambayo iko smooth, lakini cha pili timu zingine kuongeza ushindani kwa maana ya usajili ulio bora, alafu na pia maboresho katika eneo la waamuzi. Wananchi Young Africans tayari wamemtambulisha kocha ambaye atakwenda kukinoa kikosi hicho kwa msimu unaofuata 26-27. Kwako bila shaka umemfuatilia vizuri yule kocha. Ni anastahili kukinoa kikosi cha Young Africa? Kustahili ama kuto kustahili nadhani inabaki kwake yeye, kwa kile ambacho atakionyesha akiwa na Yanga. Tunaweza tukamzungumzia vizuri kwa kiwango chochote ambacho tunaweza, lakini hayo yote aliyafanya nje ya Yanga. Kwa kujua kama anastahili ama la ni kile ambacho tutakuwa tunakifanya ndani ya Yanga. Kwa hiyo tumpe muda afanye kile ambacho anaweza kufanya ndani ya Yanga, nadhani ndio tutakuwa kwenye sehemu sahihi zaidi ya kuzungumza juu ya kustahili kwake ama kutokustahili kwake na vingine kama hivi. Baadhi ya wachambuzi waliwabeza Yanga kwamba Yanga imebeba ubingwa lakini ni timu dhaifu. Ukilinganisha tofauti ya alama ni alama 2. Msimu uliopita ilikuwa ni alama 1 na mechi ya mwisho pia ndio iliamua ubingwa. Unaamini katika hilo? Nadhani ni ligi kwa ujumla, sio tu Yanga. Nadhani ni ligi kwa ujumla kwa sababu Yanga bado anashindana na ubora wake yeye mwenyewe binafsi. Kwa katika nyakati ambazo bado anaonekana alikuwa ni dhaifu lakini amechukua ubingwa, maana yake ni nini? Sidhani kama wanailinganisha Yanga na timu zingine, kwa sababu ukisema utafute huo mlinganisho wa Yanga na timu nyingine, maana yake hakuna iliyokuwa bora ndio maana yeye kachukua ubingwa. Lakini wanaikosoa Yanga kwa kuzingatia kile ambacho Yanga imekuwa inaonyesha kwa miaka 3-4 nyuma. Ndio maana wanasema labda imekuwa dhaifu, yani wanailinganisha Yanga kwa Yanga. Yanga msimu na pengine Yanga misimu 3 nyuma, ukilinganisha of course unaweza ukapata kamba bwana okay, hii sasa hivi si bora kama ile miaka 3 nyuma, lakini bado ni Yanga kwa Yanga. Kwa hiyo Yanga dhidi ya timu nyingine bado Yanga ni bora kwa timu nyingine, na ndio maana amekuwa bingwa hata katika nyakati ambazo inaonekana mwingine anafikiri kwamba imekuwa ni dhaifu. Msimu uliopita Simba amechukua vikombe viwili, kikombe cha Muungano pamoja na kikombe cha CRDB. Huenda hii inatuma salamu kwa Young Africa kuelekea kwenye msimu mpya, lakini pia ligi. Sidhani kama ni sijui, labda niweke tu kwamba sio tu salamu kwa Young Africans, lakini ni faraja kwa Simba wenyewe ambao wamekuwa kwa misimu kadhaa bila kutoa taji lolote. Kwa hiyo pia inaanza kuonyesha dalili ya kwamba kile ambacho wanakiunda au wameanza kukiunda kinaweza kuwa na mafanikio au kimeshaonyesha dalili za mafanikio. Kwa hiyo nadhani ni mwanzo mzuri kwao. Kwa kikosi ambacho wamefanikiwa nacho kutoa ubingwa wa Federation, wakikiboresha kidogo pengine watakuwa hawako mbali na ubingwa wa ligi kuu ambao ndio kiu yao ipo, kwa sababu kama wamepoteza kwa idadi ya alama 2 ujue ni chini hata ya mchezo mmoja. Kwa hiyo wakiongeza sajili kadhaa pengine wakawa na maboresho mazuri na timu ikaimarika vizuri zaidi. Okay. Msimu uliotamatika mchezaji kwako anabaki kuwa kwenye kumbukumbu zako? Msimu uliopita mchezaji ambaye anabaki kwenye kumbukumbu zangu kama mchezaji bora ama kama mchezaji chipkizi ama mchezaji ambaye hukumtarajia? Okay. Mimi mchezaji ambaye naweza nikamtaja kiupekee tu ni Isa Abushiri Fountain Gate,
Nilimuona kuanzia kwenye mechi za pre-season na nilijua ubora wake. Sasa nikataka kumuona kwenye ligi kwa msimu wake wa kwanza atafanya nini. Amefanya vizuri. Nadhani hapo kila mmoja atakuwa anakubaliana na mimi. Pengine wengine watakuwa walikuwa wanataraji nitaje jina kubwa au majina makubwa, lakini Issa Bushiri kwenye msimu wake wa kwanza amenifurahisha kile ambacho amekionyesha, kwa sababu nilianza kumuona kwenye pre-season na nilidhani pengine kwa umri wake nilitaka nimuone akiwa kwenye ushindani anafanya nini hasa wa ligi, na ameonyesha kile ambacho ameweza kukifanya, na wote nadhani tunaweza tukakubaliana kwamba ni miongoni mwa wachezaji bora chipukizi wa msimu uliopita. Kwenye bonanza la leo tumemwona Bernard Morrison, Joyce Lomalisa. Kati ya wawili nani unatamani umuone kwenye ligi msimu ujao? Nadhani wote bado wako vizuri kucheza kwenye ligi yetu. Wote bado wako vizuri. Kwa kama kuna mtu ana mahitaji ya left back, Lomalisa is available. Kama kuna watu wanahitaji kiungo mshambuliaji, Bernard Morrison nadhani bado yuko vizuri. Lakini sidhani kama ni kwenye level za Simba, Yanga, Azam, Singida. Kwa hizi timu za madaraja ya kati bado wanaweza katuofa kitu. Nikushukuru. Asante.